Wild West TV. Wachezaji wa Arabu wa Al-Masry wamepambana vya kutosha, lakini mwisho wa siku Simba amekwenda kuibuka kinara na kwenda kuvuka kwenye hatua ya nusu finali. Kocha Tigana Lukinja Mpwa, Simba misimu mitano imefurukuta, hatimaye msimu wa 6 imekwenda kufanikiwa. Hii wewe unahitaje? Kipofu kaona mwezi? Hapana. Ndio. Wametimiza malengo yao. Ongeza kwa sababu wametimiza malengo. Okay. Na mara nyingi kwenye tracking ya hiyo miaka mitano kama 6 waliocheza katika hatua robo finali ilikuwa ni kwenye Champions League. Huko nafikiri walicheza mara moja. Yes, na nyakati hizo kulikuwa na ile system, mtu ambaye anaanguka kwenye Champions League anarejea kwenye shirikisho. Kwa hiyo strong team pia zilikuwa zinakuwepo kwenye shirikisho. Okay. Kwa hiyo inawezekana alipiga mark time hivyo. Sasa safari hii alianza akiwa anajua kabisa aina washindani wake na njia anayotakiwa kupita, na akawa na target zake ambazo ndio amezitimiza jana kwa kufuzu vile. Sawa. Pengine Musa Kamara alimarika zaidi. Yes, na kwangu mimi alinionyesha kitu kingine kipya zaidi. Okay. Wapo magolikipa wazuri kwenye kucheza kwenye opening game, lakini inapokuja penalty shootout wengi wanaweza kawa si wazuri. Sasa Kamara ameonyesha ubora wake toka ameingia nchini kwamba ni kipa bora. Situation ya jana ina define upya kwamba ni bora kwenye maeneo yote. Ninaamini wengi waliotazama mpira siku za nyuma, kwenye ile moment mechi inakwenda kuamliwa na penalty shootout, wengi watakuwa clean mwao walikuwa wanarudi kwenye fikra za Kaseja. Kama Kaseja angekuepo tuna uhakika hapa. Yes, lakini alichokifanya kwenye penalty 5 kukugarantii kucheza 2 ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo ameshow up kwangu kwamba ana faida nyingine na ana uwezo wa ziada. Sawa. Bausa sasa asitegemee kwamba ndiye striker namba 1. Lionel Ateba kwenye muda mchache mkwala ambao amepewa amekwenda kustaajabisha, na ana goli nyingi kuliko Ateba ambaye amepewa muda mwingi. Jana kocha amemwamini Steve Dese Mkwala, ni kwamba rasmi Simba striker nambari 1 ni Mkwala wanaanza pale. Bausa pumziki. Mtindo wa kucheza wa timu jana ndio ulikuwa unaruhusu striker akawa na enjoy. Jana Simba nyororo walilipaka gilisi. Kwa hiyo wepesi ukawa upo. Na mvua ilicheza. Na mvua nyororo walilipaka gilisi. Angalia mtindo wa mashambulizi walipoteza. Walitumia sana kustretch, kushambulia pembeni mwa kiwanja ili Al-Masry wasiwe wengi katikati. Okay. Na mtego huo ndio ambao watu wa Al-Masry kuonekana dhaifu. Angalia goli anaofunga Mpanzo ni stretching style. Wanatolewa ndani, wanakuja wanaacha nafasi ambazo zinamfanya mshambuliaji apate nafasi ya kupiga. Goli aliyofunga Mkwala stretching inatoka nje, inapigwa pasi, anafunga. Sasa namna walivyoboresha ushambuliaji wao, na tulisema hapa kama wakisaga valve, namna yote ile mshambuliaji anapata nafasi ya kufunga, hiyo ni nafasi. Lakini bado ipo tofauti ya Ateba na Mkwala, ni namna ambavyo wao wanatofautiana. Ateba ana flexibility kubwa. Mkwala ana flexibility kubwa. Maana yake yuko flexible sana kwenda kwenye nafasi haraka, lakini pia kupambana kutafuta nafasi. Sawa. Ateba yeye ni mzuri sana pia kwa kutumia nguvu, energetic sana kwenye aina ya mechi ambazo ziko combative. Watu wanacheza compact, anakupa faida ya nguvu. Kwa wote wana nafasi yao ya kucheza. Lakini kwa aina ya mechi ya jana ambayo ilikuwa na fluidity, imeacha watu kuflow, unamhitaji Mkwala kwa sababu ni mwepesi wa kwenda kwenye nafasi ya kiflow. Okay. Sasa hicho ndio kitu ambacho kimetofautisha na kutupa ubora kwenye mechi jana. Lakini nadhani nimpe kongole Fadroman Davis. Wanasema post match talking points yake ilikwenda na mahitaji ya hii mechi. Alipomalizia mechi iliyopita ndipo alipoanzia. Mechi iliyopita alikosa individual performance, kwa maana wanasema ile stylistic dynamism, ubora wa mchezaji mmoja mmoja ambao unaweza kubadilisha mchezo. Sawa. Sasa jana akanufaika, ubora wa mchezaji mmoja mmoja ndio umebadilisha mchezo. Angalia majukumu aliyofanya Eli Mpanzo. Kagusa mipira mingi kwenye maeneo ya hatari, katengeneza nafasi nyingi kwenye maeneo ya hatari, kaassist kwenye maeneo ya hatari, na kapata nafasi ya kufunga kwenye maeneo ya hatari. Maana yake ndio post point, post match talking points ambayo imempa kupata kile ambacho tumekiona. Mwanzoni nitasisitiza sana nimeonavyo Simba atacheza finali, na wakati tunasema haya ni wakati makundi yamepangwa. Ndio mtazamo wangu ulikuwa huo. Okay. Wakati makundi yanapangwa nikampa nafasi ya kucheza finali. Yes, nikasema ninawishi kuona Zamalek wanacheza naye finali. Bahati mbaya sana Zamalek kanyolewa, na hata kama angeshinda yeye bado angekutana kwenye hatua ya nusu finali. Maana yake finali isingeweza kuwa labda ya Simba na Zamalek.
lakini bado tafsiri yangu inasimama pale pale kwamba mimi nilimpa Simba kucheza finali. Okay, sawa. Zuberi, kuna nguvu kubwa pengine ambayo imetumika nje ya uwanja katika kuhakikisha kwamba Simba wanafikia hapo walipofika? Bila shaka Simba wameshinda kila eneo ambalo mchezo mpira unataka. Wameshinda kwenye utulivu kiwanjani kwa maana ufundi, saikolojia, mbinu. Walishinda nje ya uwanja kwa maana cloud intensity na amsha au tuseme chachu inayohitaji nguvu ya mechi. Lakini angalia mtaji wa nje ya uwanja jana, angalia namna ambavyo mashabiki wao walianikiza kiwanjani. Namna ambavyo waliweza kushangilia inavyotakiwa tuone timu inashangilia. Angalia walivyojipanga kuleta matokeo ya ushangiliaji. Kila upande wa goli wamejaa wao. Sawa. Vitu ambavyo nimeviona mimi siku za nyuma kulikuwa hakuna uvumilivu. Been there mimi kwenye maisha ya uongozi ndani ya klabu kama Simba. Hakukuwa na uvumilivu. Na sio wao peke yao, hata mapacha wao bado pia hakukuwa na uvumilivu. But this time around kumekuwa kuna uvumilivu. Miaka 10 ya nyuma nadhani mimi nimetoka pale 2014. Baada ya hapo leo ni miaka 11 toka mimi nitoke kama kiongozi mstaafu. Kwa hivyo nilishuhudia mengi kwenye uongozi, na wakati ule mambo yalikuwa ni magumu. Unaona pesa hakuna za kutosha, sponsorship za kutosha hakuna, sponsor mnaye mmoja, bado kuna deficit kubwa ya kulipa mishahara na nini. But kipindi cha karibuni hapa nadhani uwekezaji umekuwa ni mkubwa sana, na uwekezaji mkubwa pia unakwenda na malengo. Japo moja kati ya roadmap ambayo tuliacha sisi ni jinsi ya uendeshaji wa klabu, sio unanielewa vizuri, kuiendesha kisasa. Na mimi nadhani pia nichukue nafasi hii pia kufanya kumbukumbu kwa marehemu Zakaria Hanspop, miongoni mwa watu ambao kiukweli bado Simba inahitaji kumwenzi sana na kumkumbuka kwa mchango wake mkubwa. Amepambana sana. Nakumbuka uongozi wetu alitoa kiasi cha milioni 15 wakati ule kwenda kwenye kutafuta watu wa chuo kikuu huria pale kwa ajili ya kuandika ile mpango mkakati jinsi ya uendeshaji kwa maendeleo, uendeshaji wa klabu. Lakini mpango ule nafikiri alikuwepo marehemu Profesa Toli Mbwete na ndiye alikuja pale kutoa mwongozo, lakini ndio siku ambayo Simba tulipewa jina nini ilikuwa na Mheshimiwa Aden Rage wakati ule akaja. Unaona baba Profesa Mbwete alipoanza kuzungumza watu wakasema tunataka nini? Tunataka football. Ndio. Baada ya hapo tunataka football kwa sababu timu ilikuwa haifanyi vizuri ndani ya uwanja. So wawekezaji walipokuja wakaanza kujenga timu ndani ya uwanja, kuleta watu. Sasa unapoleta timu, unajenga timu, hata ukisema kitu watu wanafanyaje? Wanakusikia. So haya ni malengo ambayo yalikuwepo, nadhani mpaka kufikia hapa malengo nadhani wanakwenda sambamba. Huko wakati unaweza ukatimiza na huko wakati usifanyaje? Kwa sababu wakati wewe unataka kutengeneza malengo yako na wengine unafanyaje? Wanapambana kutengeneza malengo ya kwao. Hiyo hapo ndipo mnakuja kwenye kuzidiana kwenye haya malengo. So kwenye swali lako la msingi kuhusu malengo, of course malengo yanakwenda yakibadilika na wanatimiza kwa asilimia hizo ambazo unaziona. Shukrani sana. Naibu Waziri wa Utamaduni, Sanaa na Michezo Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma maarufu kama Mwana FA alikuwepo uwanjani hapo jana. Licha kuwa mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Waziri wa Juma Aweso. Yes, sasa Naibu Waziri, wacha tumsikie hapa yeye anasemaje kwa upande wa serikali katika kuweza kusupport michezo pia. Sisi kama unavyojua, sisi ushirikiano ambao tunautoa haujawahi kumithilika katika wakati wowote serikali kusapoti vilabu, na hali haitakuwa tofauti kwenye swala la Simba. Tunaahidi kwamba tutaisapoti kwa uwezo wetu wote kwa 100% na kuhakikisha inafika kwenye hatua kubwa kabisa ambayo tunafanya yote nje ya uwanja, tunasapoti timu yetu, alafu tunawaachia wachezaji wafanye wanavyofanya. Lakini naamini wachezaji wanakuwa motivated kweli wanavyoona jinsi ambavyo wanapata support kutoka kwa washabiki, na niwaombe washabiki wa Simba haiwezi kuwa timu ilivyo sasa bila support yao. Wanafanya vizuri sana na hawaisupport Simba, wanaisupport Tanzania. Goli la mama, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa na mwanamichezo namba 1 kwa sababu hiyo, kwamba ana support kwa namna yoyote anayoweza, na hii goli la mama imekuwa ikiongeza motisha. Umeona hapa timu zimekuwa zikila nyingi hapa kwa sababu ya goli la mama.
mama. Kuna mtu siku hapa atakuja kula 8 hapa 9 kusema kweli, kwa sababu Mheshimiwa Rais baada ya kuweka motivation hii hata wachezaji, unajua mimi nikikupa laki hapa sio sawa na Mheshimiwa Rais akikupa laki. Mheshimiwa Rais akikupa laki unaweza hata usiende kuitumia ukaifuga ndani hata kama una kitu. Kwa hiyo goli la mama lina motivation ya kutosha, na nichukue fursa hii kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa motivation hii anayowapa wachezaji wa mchezo wa mpira wa miguu hapa nchini. Sawa, ni naibu waziri wetu wa utamaduni, sanaa na michezo. Habari, utamaduni, sanaa na michezo. Moja kwa moja akizungumza hapo mara baada ya Simba kuweza kufuzu. Jamani, Simba imechukua jumla kwa zilizotangazwa Ticha, imechukua milioni 25. 2 kutoka kwa 20 kutoka kwenye goli la mama. Alafu nimeona katika ile mizuka wakati mgeni rasmi ameingia kwenye chumba cha kubadilishia nguo kule, akiongea na wachezaji na nini, na yeye akasema na mimi natoa 5. Kwa hiyo amevuna 20 za mama, goli la mama. Alafu 5 amechukua za mgeni rasmi Juma Aweso, waziri wa maji. Sawa, sasa lakini Ticha, wakati tunaenda kumalizia unavyotazama Simba hii ambayo kwa hivi sasa ilipofikia hapo, haya ni moja kati ya maendeleo ya soka la nchi yetu na mabadiliko ya soka letu kukua zaidi hasa ngazi ya club. Yes, na hii ndio definition ya halisi kwenye uwakilishi upande wa CAF. Timu ili hata mpango kwenye FIFA ranking, kwenye CAF ranking sana kwa mfano ya coefficients za CAF zitaangalia umekomea kwenye nafasi ya ngapi. Kuna zile point unazozipata ukiwa kwenye makundi, kuna point unazozipata ukianza mechi za mtoano. Robo finali ina alama zake, nusu finali ina alama zake. Maana yake hapa kama atacheza finali, nakumbuka kwenye finali kuna alama 5 kwa 4. Zinakuwa 9 siku ya finali kwenye upande wa shirikisho. Maana yake winner anakwenda na alama 5, mshindi wa pili anakwenda na 4. Sawa, na Simba huenda kapanda zaidi kwenye viwango vya CAF mara baada ya kwenda nusu finali hapo jana. Bwana, Simba Sports Club ameendelea kuandika historia katika ardhi ya Tanzania, ameendelea kuandika historia katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, na safari hii ameweza kumnyoa Mwarabu Al Masry na kutinga katika hatua ya nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika. Haikuwa rahisi kwa Simba Sports aliyekuwa yupo nyuma kwa goli 2-0 ambazo alipigwa kule Suez Canal, Misri. Haikuwa rahisi kwake kuja kuzipanda zote na kuibuka na ushindi. Dakika za kwanza tu katika mchezo wa Simba dhidi ya Al Masry, Simba walionekana wanaitaka mechi, Simba walionekana wanataka mabao, mpaka baadaye Elie Mpanzu kuja kupachika bao la kwanza na kuwapa uongozi Simba. Baadaye Steven Desemokwala akapokea pasi nzuri kabisa, pasi mujarabu kabisa kutoka kwa Mohamed Hussein Shabalala na kufanya ubao kuwa 2 na aggregate ikawa 2-2. Lakini baadaye kipindi cha pili sio Simba sio Al Masry ambao waliweza kufunga bao. Mwisho wa siku mchezo ukaenda katika mikwaju ya penalti, na katika mikwaju ya penalti hapa ndipo ambapo Simba aliibuka kidedea. Hapa ndipo Musa Pimpin Kamara aliweza kuibuka kidedea. Pimpin Kamara akacheza mikwaju 2 ya penalti, huku Jean Shaleha wa Steven Desemokwala, Kibudinisi Prosper pamoja na Baba Esther, huyu ni Shomari Salum Kapombe, wakapachika mpira kwa kambani na kufanya ubao kusomeka goli 4-1, huku Pimpin Kamara akicheza mikwaju 2 ya Al Masry. Pimpin Kamara alicheza mikwaju 2 na kuifanya Simba kutinga katika hatua ya nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika, huku kocha wa Simba Fadlu Davids akiendelea kuweka historia kwamba yeye ndiye kocha wa kwanza kuipeleka Simba katika hatua ya nusu finali ya michuano hii ya CAF, baada ya michuano hii kuwa na muundo mpya tofauti na miaka 80 na huko muundo mpya. Simba Sports Fadlu Davids anakuwa kocha wa kwanza chini ya usaidizi wa kina Suleiman Matola kuipeleka Simba katika hatua ya nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika. Na Simba Sports anakwenda kukutana sasa na Stellenbosch nchini Afrika Kusini baada ya kuwafunga Zamalek goli 1-0 nyumbani. Stellenbosch anakwenda katika hatua
ya finali na nusu finali na atakutana na Simba Sports, huku mchezo wa kwanza ukipangwa kuchezwa tarehe 20 ya mwezi huu wa 4 hapa jijini Dar es Salaam, na Simba Sports atakuwa mwenyeji wa mchezo huu. Tuandikie maoni yako katika sehemu ya comment. Unafikiri Simba hii inakwenda finali au itaishia hatua hii ya nusu finali? Asante na nikutakie siku njema.